hii Ukristo yenye tuko nayo iko na masharti. Amina. Twende katika masharti ambayo iko. Semeni haleluya. Vijana nawaambia tuko na Nebukadneza anaitwa pia group. Tungana na yeye sana. Kabisa. Huyo anaweza kukutoa vizuri kwa hii highway pasipo wewe kujua. Sema amen. Nakwambia wachana na hiyo kwanza. Jipime. Vijana mkuwe self disciplined. Jaribu kujikontrol mwenyewe na mitandao. Maandiko nimesema hata mtu akiwa mjinga lakini kwa hiyo njia Mama Jaden hatapotea. Amen. Tunaambiwa kwamba hii njia baadaye ni njia ya wale watu watakatifu. Mtu mtakatifu ni mtu ako self disciplined. Akienda kukunywa chai apate imeisha, anasema ni sawa. Na wakati anasema ni sawa, sasa ameweka kitu ndani ya roho. Yes. Understand chai imeisha. Wanasema hata mtu akiwa mjinga hatapotea katika hiyo njia, sababu alikuwa Mkristo. Ulipookoka ulianzia kwa njia ya kijiji. Kwa ile njia ya mtaa. Kwa ile njia ya ushago. Wacha chagala hana mna hivi na ugenda. Sasa hii bado ni East Africa sahi. Hii ni mkutano ya director. Hii ni mkutano iko kwa highway. Iko juu, iko na masheria zake. Nimeshukuru sana kunipatia kwa nafasi. Kupata nafasi kwa hii mkutano hii wakati hii ni ngumu. Ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kiangalia hao watu wote ni watenda kazi. Kuanzia hapa mpaka hapa. Hao watu wote ni watenda kazi. Lakini mimi nimebahatika tu kidogo niongee. Ai siwezi ya. Ai. Ai bwana hii. Ai. Hii ni neema bwana, hii neema. Jana tukuze vipawa zetu katika ustadi ulio mzuri. Ili tufike katika hiyo highway ambayo tunaambiwa ni highway. Nao ni njia kuu. Njia ya watakatifu. Wale watu wasafirio. Sisi ni wasafiri. Tushachukua msalaba ya kusafiri katika njia ya Ukristo. So sisi ni wale watu ambao tunasafiri. Sema amen. Kwa sababu hiyo njia ni njia ya wasafirio. Na wenye tuko hapa na misalaba tushachukua msalaba kama safari yetu. Twende sababu tunasafiri. Tutembee vizuri. Katika hizi njia ndogo ndogo tupite tuende katika njia kama hii. Mwenyezi Mungu tusaidie tujipate katika highway ya kwenda mbinguni. Maana tutapotea. Huzuni na huzuni na nini? Zitafanya nini? Ngangana na hii matatizo ambayo unaona. Ngangana na huyu Nebukadneza ambaye atakuja kuteka Israeli, ambaye ameshaiteka katika njia tofauti, kama ni magonjwa, kama ni kazi, kama ni nini. Vumilia na ukitafuta njia za kupenya mpaka urudi Sayuni, yani umaintain Ukristo wako. Vile mwanafunzi wa jana alituambia, mahitaji yako isifanye nini? Isiangushe imani yako.